Sasa mimi bwana ni mrembo sana. Yaani si mnajua nyinyi, najua Wapemba jinsi ambavyo tumebarikiwa sura. Yaani sasa hiyo mimi ndo usiseme kwangu. Yaani mimi na mama yangu ni wazuri sana. Na mama yangu ana asili ya Uarabu. Basi nimenyooka sana, ila tu sikuwa na shepo. Msinicheke sasa shoga yenu. Yaani shepo tu shoga yenu. Yaani sina shepo. Sikubahatika kabisa kuwa nayo. Ila kwa urembo tu hapana. Yaani ukikaa na mimi uweze hata kunitoa kasoro. Yaani hata kidogo. Yaani hata ya kutafutiza ana kasoro gani uwezi pata. Basi ilifanya kazi kwa muda wa miaka 2. Nikapata mchumba ambaye yeye alikuwa na kacheo kidogo hapo ofisini kwetu. Na mimi nilimpenda huyo kaka. Yaani huyo kaka acha tu. Huyo kaka bwana alikuwa anaitwa Hussein. Akanipeleka nyumbani kwao, basi na mimi nikampeleka nyumbani kwetu Zanzibar ili aweze kuona wazee wangu na mimi niweze kuona wazee wake. Kwa kweli Hussein alinipenda. Akapeleka posa na finally basi akanioa. Hapo sasa nikaingia katika ndoa na Hussein na tukawa tunafanya kazi sehemu moja. Yaani huyu bwana Hussein alinipenda yani sana. Yaani sitaketa kuambia ni kwa kiasi gani ambacho alikuwa amenipenda. Lakini hata mimi sikuwa nyuma, nilimpenda sana shoga yenu. Yaani licha ya kuwa kwamba tulikuwa tunapendana, lakini kuna changamoto moja tu ambayo ikaanza. Na hii ilikuwa ni swala la uzazi jamani. Basi nilikaa naye huyu baba kwenye ndoa kwa muda wa miaka 5. Sikubeba mimba. Na hata hospitali zote tulimaliza. Kila tunapoenda basi naambiwa shida iko kwangu. Aisee, nilikuwa naumia mno. Yaani si unajua unapokuwa unatamani kitu alafu kinaenda kinakukwamia. Basi nikaanza kutumia dawa na hangaika huku na kule. Dawa za asili zote nikawa nimemaliza, lakini wapi. Binafsi wanajua kwamba sisi kwenye familia yetu tuna tatizo la kutopata mtoto. Shida ya uzazi ni ya kwetu. Na hata mama yangu aliwahi kuniambia kwa yaani kunizaa mimi tu ilikuwa ni shida hiyo ya uzazi. Yaani tena alihangaika mno. Alihangaika sana kunipata. Na hakuweza tena kuzaa mpaka hii leo.